kusikana na habari za Yesu ambazo zinapingamana na imani ya Kiislamu. Na ndio maana mada hii Uislamu tumejiandaa kem, tumejiandaa kwa bidii. Huenda labda katika Biblia ukasikia mambo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Wakristo jina la Bwana libarikiwe. Na kwa ndugu zetu Waislamu ambao watabatizwa leo, tumewatakia asalamu alaykum. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nawaza tulishasikia anwani ya mada, na hiyo anwani ya mada tunaisikiliza vizuri. Yani mtume Paulo alichaguliwa na nani kuwa mtume? Na mimi nawaza kwa kupijana wa Kristo ndio walioanza, na kwa leo watakaoanza ni wa ndugu zetu Waislamu. Yani mbele ya kuanza tutamkaribisha mtumishi wa Mungu Jile kuombea mwalimu na kumtia katika vitanga vya Mungu. Karibu. Manabii wengine wote walikuwa wanatangaza kauli ya Mungu kwa kutamka neno la Mungu, lakini hapa wanatangaza hivyo kwa ajili gani? Akasema kwa maana mimi ndio niliwazaa wa jamaa, acha tuwapoteze. Mtawapotezaje? Sura ya 4 wa Korinto wa kwanza 14 mpaka 16. Hamuna baba wengine isipokuwa ni Paulo. Kama munaye munionyeshe. 14 Korinto wa kwanza. Nasemaje? Sianziki hayo. Paulo anawaambia hii mabarua yote ambayo mnasoma kanisani, na niko na makonvokasio ya hawa pasteri wanasoma mabarua ya Wagalatia, Warumi, wa Korinto, kwa ukosa akili. Ni barua wanaandikia mtu, sio kauli ya Mungu, ni barua. Soma hiyo. Sianziki hayo ili kuwatahayarisha, ndio, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo. Tulia kidogo. Walimu 10,000 katika Kristo. Roman Catholic baba yao akamuzaa muasi wa kwanza anaitwa Protestant, wengine wote akaenda na vurugika, na huyu mmoja nakutana ibada yake na huyu haitakutanana, haitoke kwa Mungu, kwa maana ni ibada ya kujitungia. Ndio maana wana walimu 10,000 kila mmoja na mlango wao. Ongo kweli? Mama anayajua. Ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, ndio, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Umesikia? Huyu ndiye aliwazaa katika Yesu Kristo katika njia ya gani? Ya Injili. Ni Injili gani? Ni Injili gani? Paulo, ulipowazaa watu, nikaona watu wamoja wanavaa makoti kwa ajili ya baridi. Walikuwa naenda soma kwako aje. Akasema hapana, mimi sikufundisha hata mmoja, lakini nilikuwa na watuma kwa shetani awafundishe. Kwa maana Kristo umejengeka na mashetani. Uliwatuma aje? Aseme ndio. Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya 19 mpaka 20. Naam. 2:19. Inasemaje? Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Ndio. Inaisha 15. Premier Timothée chapitre 1. Chapitre 1 verset 19. Na mnasema hivi. Uwe mwenye imani na dhamiri njema. Kwanza uwe mwenye imani na dhamiri njema. Lakini hawana imani. Hawa jamaa hawana imani. Hawajamjua Mungu, atakuwa na imani. Hapa tukapata mkoshi ya mchungaji anafika na anakuambia neno ndio limtangulia Mungu. Nilisahau. Hii ni mkoshi. Endelesha. Na dhamiri njema. Ambayo wengine wameisukumia mbali. Huyu jamaa kaisukumia mbali, sio mimi. Wakaangamia. Wanaangamia kwa habari ya imani. Ndio. Katika hao wamo Himenayo na Iskanda ambao nimempa shetani watu hao, ya kwamba ili wafundishwe wafanye nini? Wasimtukane Mungu. Shetani kweli anaweza kufundisha neno njema? Wapi na wapi?
Ndio kwa maana unasikia wanaambia, wanafika kumulango kanisa se haleluya, pepo toka katika jina la Yesu. Manake mwenye makanisa mna nini? Mapepo. Tumpungie Yesu mkono. Haleluya. Kule kuna mapepo. Hii mapepo lisaidia nini? Hii mapepo ya ndani ya kanisa ili tusaidia nini? Napiga 7:14. Hii ni historia, mimi natosha sasa. 7:14 Warumi. Rumi. 7:14 Rumi. Nasemaje? Naam, Paulo anasema hivi. Anasema huko akukae ndani ya kifua yake neno njema. Neno njema hizi kuwa. Soma hiyo Rumi 7:14. Kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni rohoni. Umesikia? Taurati asili yake ni rohoni. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Paulo ni mtu wa mwilini. Sheria ya Mungu, Taurati, Injili, Zaburi hawezi kuwa navyo. Anawafundisha nini? Si muwe na elimu na muwe mnafikiria mbali. Ni vitu anaandika. Hii mnatia tu kumakopa kwa jua kuwasaidia kutosha jaji. Hamwezi fikiria mbali. Hivi uko mtu wa mwilini. Paulo, ulishika aje? Endelesha. Nimeuzwa chini ya dhambi. Kwanza ameuzwa ndio chini ya dhambi. Maana sijui nilifanyalo. Kwanza ajue kitu ambacho anafanya. Kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Hii ambayo mimi napenda silitendi. Bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, ndio naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Anaikiri ile sheria ya kuwa ni njema kwake. Ndio kwa maana hawa jamaa wanapingana kule. Basi sasa si mimi nafsi yangu, bali sio mimi, bali nafsi yangu ninayetenda hilo. Bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Na hii dhambi ambayo ilikaa ndani ya kinywa Paulo ilikaa ni sababu ifuatayo. Endelesha. Bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, ndio halikai neno njema. Ndani ya mwili ya Paulo halikai neno njema. Kisha unakuja unatuimbia mwimbo ya Paulo na Sila waliomba. Atomba nini? Neno njema ikae ndani mwake. Sheria hamuna. Endelesha. Kwa kuwa kutaka nataka nitende na neno njema, bali kutenda lililo njema sitaki. Endelesha. Kwa maana lile njema ninalolitenda nilipendalo silitendi, ndio, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo, ndio netenda. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, safi, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Dhambi ndio inakaa ndani yake. Kwa juhudi wanaotumia wa kuweza kufika katika miadhara kama na hii, ingawa wanakusudia kushuhudia jambo ambalo wenyewe hawalielewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla sijaenda katika mada yangu, nisomee kitabu cha Methali kabla sijaenda mbali. Kitabu cha Methali mara moja, kitabu cha Methali 18:17 inasema nini? Ajitetee kwanza, mwenye kujitetea wa kwanza. Ajitetee kwanza, ndio huonekana kuwa na haki. Kwa hiyo ukiangalia mzuri, ndugu yangu, wakati alianza kujitetea hapa, wengine wanaweza kuzani kwamba ana haki, lakini jirani yake huja na kumchunguza. Lakini wakati tunaanza mchunguza sasa, tunagundua kama ni muongo huyu kabisa. Yohana nasema nini? Tunaenda mara moja. 8:40. Kitabu cha Yohana 14 yake.
8:14 inasema nini? Unashuhudia na kusema hivi kabisa 14 mwalimu. Yesu akajibu. Ndio. Akawaambia. Mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe. Niko na sema. Yesu akawajibu. Ndio. Akawaambia 44. Sawia shuka pale. 8:44. 8:14. Twende mbio. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yeye kwanza mko batoto ya Ibilisi. Na tamaa za baba yenu. Hizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Wala kusimama katika kweli. Kwa kuwa mnayo kweli ndani yake. Kwa kuwa kweli haikuwa ndani yake. Asemapo uongo. Ndio. Husema yaliyo yake mwenyewe. Wale hao wajamaa wanasema uongo kama Paulo alikuwa hubiri shetani. Inamaanisha hao ni watoto wa shetani, sababu shetani ni muongo na baba wa nini? Wa waongo. Walisema kitabu ya Wakolosai wa Tesalonike zamani wa pili, kamata ile sura yake ya 3 pale. Kitabu cha Tesalonike wa pili 2:2 yake nashuhudia na kusema hivi. Inashuhudia na kusema hivi mwalimu. Ndio. Ni kitabu cha Timotheo wa kwanza. Niko nasema Wakolosai wa Tesalonike frere. Ndio mwalimu. Si aligusia hako? Ndio mwalimu. Wa Tesalonike wa kwanza 2 kila aligusia. 2. Yule ambaye kuja kwake, rudia kumoja yake. Msikie ngisi anasemea Paulo uongo, kwa sababu yeye ni mtoto wa nani? Wa shetani. Na baba yake shetani asili yake ni kusema bongo. Soma. Basi ndugu. Nakusi. Habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Na kukusanyika kwetu mbele zake. Ndio. Kwamba msifadhaishwe upesi. Hata kuacha nia yenu. Wala msisitushwe. Kwa roho. Wala kwa neno. Wala kwa roho wetu. Unaozaniwa kuwa ni nini? Ni wetu. Kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Shuka chini. Mtu yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haichi. Usipokuja kwanza ule kengeufu. Wenda hawa watamani watengeufu wanakuya geuza nia ya watu wamwache Mungu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Paulo ndio mwenye anakuya onyesha watu kama mwana wa uasi atafunuliwa. Lakini hao wanasema Paulo anakuya ubiri shetani. Hao ni wakweli ni waongo? Waongo. Na shetani ni muongo na watoto wake ni banani? Waongo. Shuka chini. Mwana wa uharibifu. Mwana wa pingamizi. Asinue nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Ndio. Ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Ndio. Kumbukia kwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi. Naliwaambia neno hayo. Na sasa lizuialo mwalijua. Ndio. Yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi sasa iko natenda kazi. Lakini huko izuie sasa. Hata atakapoondolewa. Hapa ndipo atakapofunuliwa yule asi. Ambaye Bwana Yesu atamwoa kwa pumzi ya kinywa chake. Mlishaelewa kama Paulo alihubiri watu kama kuko muasi ambaye ni shetani na Yesu ndio mwenye atamhukumu. Amen. Lakini hao wanakuya sema kama Paulo alikuwa hubiri nani? Shetani. Ni bamongo ni bakweli. Waongo hawa. Nada imeisha mwalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Paulo anakuwa mhubiri kitu. Unasema jambo ya pili, kama Paulo alifundisha watu kama yeye ni muongo. Sinadhani ni vile. Ndio mwalimu. Usome ile kitabu ya Warumi yenye walisoma. Kitabu cha Warumi. Seti yake. Soma ndio. Lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu. Ikiwa kweli ya Mungu inazidi, bado msikie mzuri. Ikiwa kweli ya Mungu inazidi kudhihirishwa utukufu wake juu ya bongo yangu kwa sababu ya uongo wangu. Ndio. Mbona mimi ningali na hukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? Mbona mungaliki nasema kama niko mwenye dhambi? Kama mimi niko naonyesha kweli. Mbona mko na nihukumu kama mimi niko mwenye dhambi? Shuka chini. Kwa nini tusiseme? Kama tulivyosingiziwa. Bali mfanya nini? Walimsingizia. Mfanya nini? Walimsingizia nani? Paulo. Singizia Paulo. Amen. Haleluya. Anamsingizia Paulo kama ni msema uongo sawa vile wengine. Kwa nini
tusiseme kama tulivyosingiziwa? Kwa nini tusiseme kkama tulivyosingiziwa? Na kama wengine Simama ndugu yangu. Yani hawa jamaa wanamsingizia Paulo kama ni muongo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mada yetu, unajua kitu kimoja, ninataka kuheshimu mada. Sitaki kuingia katika hadithi wala katika Qur'ani, sababu tuna ile mada ni pale tutawatengeneza vizuri, lakini acha nirudie na mimi Biblia kusudi nikuwa rudia Qur'ani baadaye kabisa. Kwa sababu tunataka tuthibitishe utume wa Paulo na tuthibitishe Qur'ani na mimi kama Paulo ni mtume. Amen. Acha niwaelezee hata tulije Paulo Biblia. Je, ni kweli Paulo si mtume? Kabla sijaenda mbali, Yohana 8. Tunaenda mara moja mwalimu. Ndio. Ni kitabu cha Yohana 8:12 naanza hapo. Nasema haina sikuuliza, nasema hivi 14 yake. Yesu akajibu, ndio, akawaambia mimi ningao ninashuhudia mwenyewe. Anzia 13 na 14. Basi Mafarisayo akamwambia, wewe unajishuhudia. Yesu, Mafarisayo akamwambia, wewe unafanya nini? Unajishuhudia mwenyewe. Ushuhuda wako si wa kweli. Ushuhuda yako wewe Yesu si wa kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, niko najishuhudia mimi mwenyewe. Ushuhuda wangu ndio kweli. Ushuhuda yangu mimi Yesu ndio kweli. Kwa sababu najua nilikotoka na niendako. Mimi najua kwenye ninatoka na kwenye ninaenda. Lakini ninyi hamjua nitokalo wala niendako. Hawa jamaa wajua kwenye Paulo anatoka na kwenye anaenda, sababu nitawaelezea. Niko nasema habari ya Yesu kisha nitafika kwa Paulo. Kabisa mwalimu. Na turudie tuangalie Paulo. Je, ulipata utume na nani? Ni Mungu wala ni mwanadamu? Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijaenda mbali tusikie inasema nini kitabu ya Matendo ya Mitume. Sijaenda kugalatia. Kabisa mwalimu. Hata Matendo ya Mitume sura yake ya 9. Matendo ya Mitume sura yake ya 9. Inasema nini? Mstari wake wa kwanza. Ndio. Hii inashuhudia na kusema hivi, naye Sauli alizidi kuwatisha na kutaka kuwaua wafuasi wa Bwana. Paulo alikuwa mpagani kwanza. Kabisa. Kwanza tuelewe. Paulo alikuwa mpagani kwanza. Kabisa. Na maisha yake ilikuwa ya kuuzi kanisa na kulitesa. Kabisa. Wende. Inashuhudia na kusema hivi, akamwendea kuhani mkuu. Ndio. Akamwomba pewe barua ya kupeleka Dameski kwa masinagogi. Changamuka kusudi akikuta watu wenye kufuata njia hii. Kusudi akikutana watu wenye biko nafuata njia ya Kristo. Wanaume na wanawake. Awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Na abapeleke Yerusalemu. Lakini alipokuwa njiani. Paulo alipokuwa njiani. Na kukaribia Dameski. Ghafla akaangaziwa kila upande. Na mwangaza uliotoka mbinguni. Ndio. Akaanguka chini. Akasikia sauti iliyomwambia. Sauti ikamwambia, Sauli. Ndio. Kwa nini wanizulumu mimi? Paulo akasema, ni nani wewe Bwana? Paulo akasema, ni nani wewe Bwana? Naye akajibu, mimi ni Yesu. Alitaka Paulo ni nani? Ni Yesu. Alitaka Paulo ni nani? Yesu. Haleluya. Amen. Haina shida na kusema hivi. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Kwa kuwa huyu ni mtumishi wangu. Urudia. Haina shida na kusema hivi. Saulo akasema, ni nani wewe Bwana? Naye akajibu, mimi ni Yesu. Unayemsulumu wewe. Lakini simama uingie mjini. Ndio. Humo utaambiwa unapaswa kutenda nini. Na watu waliosafiri pamoja na Saulo ndio walikuwa wamesimama wasiweze kusema. Tusikie nasema nini mahali ambapo Mungu anatuma Anania. Ndio mwalimu, tunaenda mara moja. Soma 15 sasa. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Rudia ku 14 mwalimu. Inashuhudia na kusema hivi 14 kabisa. Ndio. Hata hapa ana uwezo aliyopewa na makuhani wakuu. Ndio. Wa kuwafunga wote wenye kuniomba. Pale ku 14 sasa. Pale ku 14 na shuhudia na kusema. Naye Sauli aliona katika maono mtu mmoja jina lake Anania. Ndio. Mwenye kuingia na kumwekea mikono. Apate kuona tena. Twende kabisa. Anania akajibu. Bwana. Kwa watu wengi
Bwana, kwa watu wengi nimesikia habari za mtu huyu, vibaya vyote watakatifu. Yani Paulo baada ya kuingia mumuchi, Mungu akaambia Anania, wende uwekee Paulo mikono kusudi aanze kuona tena. Anania akasema, huyu Paulo nilishasikia kama alishaua watu mingi sana. Sasa mimi siwezi enda kule, ataniua na mie. Ndio. Bwana akamwambia nini? Hata hapa anao uwezo. Hata hapa iko na uwezo aliopewa na makuhani wakuu. Ndio. Wa kuwafunga wote wenye kuliomba jina lako. Kwenda kabisa. Lakini Bwana akamwambia. Wende tu. Kwa kuwa huyo ni mtumishi wangu. Kwa kuwa ule ni nani? Huyo ni mtumishi wangu. Haleluya. Kwa kuwa huyo ni mtumishi wangu. Kwa kuwa huyo ni mtumishi wangu. Niliyemchagua. Haleluya. Yani andiko yenyewe alikuwa mbiblia, sijaenda mkorowani. Na mimi nabakia hapa mnini? Mbiblia. Andiko yenyewe nasema kwamba Bwana akaambia Anania, ule ni mtumishi wangu niliyemfanya nini? Niliyemchagua. Anashuhudia kama Paulo ni mtumishi wa Mungu. Ni Paulo pekee wala Yesu? Yesu. Na wa pili mwanashuhudia ni Anania wala Paulo? Anania. Haleluya. Yesu anasema ushuhuda wa watu wawili kuwe nini? Kweli. Kuwe nini? Kweli. Haleluya. Jambo ya pili, Matendo ya Mitume haiko Paulo ndio aliandika. Kitabu ya Matendo ya Mitume aliyeandika ni Luka. Kabisa. Haleluya. Yani maneno yote yaliyoandikwa na Matendo ya Mitume mwenye aliandika ni nani? Luka. Na ushuhuda watu wangapi? Wawili. Ni nini? Ni kweli. Kwa mujibu wa maandiko mwalimu. Mpendo wangu. Haina shida na kusema hivi. Inasema. Ni kitabu cha Yohane mwalimu. Ile 8 yake. Tunaenda 17. Inasema. Tena katika Torati yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Ushuhuda wa watu wawili ni nini? Ni kweli. Kweli. Anania kwanza anashuhudia, Mungu anashuhudia, na Luka anafanya nini? Anashuhudia. Ni ukweli si ukweli? Ni ukweli mwalimu. Unakuja kurupuka hapa kwamba Yesu kama Paulo si mtume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hasa kusudi tuwaelezee, kamata kitabu cha Wagalatia. Tunaenda mara moja kitabu cha Wagalatia. Ndio. Wagalatia. Kamata moja. Tunaenda moja. Kamata moja. Moja nashuhudia. Paulo. Mtume. Ndio. Si mtume wa wanadamu. Paulo nani? Mtume. Si mtume wa nani? Wa wanadamu. Si mtume wa nani? Wanadamu. Yani haiko mtu ndo alimtuma, lakini wala kutumwa na mwanadamu. Bali na Yesu Kristo. Yani Paulo ni mtume wa Yesu Kristo. Kumi yake nasema nini? Kumi yake. Maana sasa ni wanadamu ninaowashawishi. Au Mungu. Au nataka kuwapendeza wanadamu. Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu. Singekuwa mtumwa wa Kristo. Maana ndugu zangu, injili ninayohubiri, mafundisho yani injili yenye Paulo alikuwa anahubiri, injili hiyo niliyohubiri na tulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Hakuwa sikupokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali ufunuo wa Yesu Kristo. Amen. Yani Paulo mwenyewe amesema kwamba injili anayohubiri hakuipokea kwa mwanadamu wala kufundishwa na mwanadamu, lakini Mungu alimfunulia. Kwa ushahidi wa maandiko tulielewa kwamba aliyempatia Paulo ujumbe wala ufunuo wa kupeleka injili ni nani? Ni Yesu Kristo. Kabisa mwalimu, imefika. Haleluya. Amen. Waislamu takbiri. Hawasemi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kwa wajibu ya Biblia inaonyesha kwamba Paulo ni nani? Ni mtume. Kabisa. Changamka ndugu yangu. Tunaenda mara moja. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tunaenda kenda moja mwalimu. Nadhani kwa hiyo wataelewa. Changamka mbio ndio. Mimi si huru. Mimi si mtume. Mimi sikumwona Yesu. Mimi sikumwona Yesu Bwana wetu. Ninyi si kazi yangu katika Bwana. Nyie mko kazi yangu katika Bwana. Kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine, kama hawa wanakatala Paulo haiko mtume kwao, lakini ni mtume kwenu ninyi. Ni nani? Ni mtume. Ni
yao mkoroani kabisa mwalimu. Niko na wasubiri mwalimu apite turu ya pili kusudi ni mchane kabisa. Ninasema vizuri. Amen, 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 amen. Watuletee walimu wengine, hapana hawa kabisa. Hata wengine walimu watakaotengeneza hoja kabisa. Walisema walijipanga kwenye mada, sijaona hata kitu moja walichokipanga. Na wao wenyewe walisema hapa kutachimbika, na kiukweli kutachimbika. Tuelezee kabisa za ukweli. Ndio mwalimu. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwanza turudie katika Qur'ani zile za mwanzo. Ndio mwalimu. Kamata kitabu cha Qur'ani samani kabisa. Tunaenda nitasoma kitabu cha Qur'ani. Ndio 13:38. Changamka niambie. Tuliwapeleka mitume kabla yako. Tuliwapeleka mitume kabla yako. Ewe nani? Na tuliwapeleka mitume kabla yako. Tuliwapeleka mitume kabla yako. Na tukawajalia kuwa na wake na watoto. Na tukawajalia kuwa na wake na watoto. Si kiroja kuwa mtume, wewe una wake na watoto. Changamka. Na ndio sana. Amen. Yaani Allah mwenyewe amesema kwamba walipeleka mitume kabla ya nani? Ya Muhammad. Sio. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo watakuja hapa wakanuse kama Muhammad ndio wa mbele ya Paulo, wala Paulo ndio wa mbele ya nani? Ya Muhammad. Kusudi wakatale kama Paulo si mtume. Haleluya. Haleluya. Yaani Paulo ni wa mbele ya nani? Ya Muhammad. Japokuwa Allah anasema tuliwapeleka mitume kabla yako. Changamka ndugu yangu. Tunasoma 13:13. Inasema nini? Napigia mfano wa wakazi wa mji mmoja hivi. Ndio. Wajumbe wa dini walipouchia. Ndio. Tulipowapelekea wajumbe wawili. Wajumbe wangapi? Wajumbe wawili wakakazidisha, basi tukawazidishia nguvu kwa mjumbe wa tatu. Simama pale. Yaani Qur'ani nasema kwamba waliwapelekea wajumbe wangapi? Wawili. Nao wajamaa wanapofundisha wanasema kwamba mafundisho ya Paulo alianzia Antiokia, ambapo Paulo alienda pale yeye na Barnaba, wakati Qur'ani yenyewe inathibitisha kwamba huko ambapo walipeleka wajumbe wawili ilikuwa kule Antiokia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tungaliki natengeneza hoja na tunawachunga kwa turu ya pili wapite hapa tukanushe mada, turudie katika Biblia kusudi tuwatengeneze. Tunaenda mara moja katika Biblia mwalimu. Tunaenda katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza pale mwalimu. Ninashuhudia na kusema 2:7 yake. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa. Kwa ajili ya ile niliwekwa. Niwe mhubiri. Na mtume. Kuwa mhubiri na nini? Na mtume. Paulo ni mhubiri na ni nani? Nani mtume. Kabisa mwalimu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu ya hiyo kama mitume walikuwa mbele ya Muhammad. Haleluya. Amen. Na Paulo ni wa mbele ya nani? Ya Muhammad. Paulo mwenyewe amesema ni mtume, na maandiko yenyewe ambayo Paulo akuandika ambako katika kitabu ya Matendo ya Mitume inasema Paulo ni nani? Ni mtu. Watapata cha kusema. Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Tunaenda mara moja mwalimu. Wanaponyuka hawa mwalimu. Mimi sijaona kuendelea na zungumuza, ila mada imeshakwisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio utaanza ona mumoya anaanza andikia mwenzake mumaandiko kumapapie, sinao pita ukewitete. Sina napita kama ndio ataweza, anapita na kia vitete. Ni hatari kabisa. Ni hatari. Jina la Bwana libarikiwe. Tumetaka kusikia tena dakika 15 kwa walimu wote upande wa Uislamu na upande wa Kristo. Yaani nimemkaribisha mwenyekiti mwenza, siongee mingi ila alikuwa anaandika na anaweza pita. Ndio nimemkaribisha kumkaribisha mwalimu wako. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanai, sisi Waislamu tuna raha kubwa sana. Kwanza tuna raha kubwa tena sana. Unajua tulipoanza kusema kwamba hapa patachimbika, tulikuwa tunatafuta kipi kitakachochimba. Ilibidi patikane sururu na beshe. Sasa ikabidi pa wanoaji.
Dona kwamba ndugu zetu wametunowea ili tuje tuchimbe vizuri. Sasa nataka tuchimbe. Sasa naomba mmoja mwenyekiti mwenza, mwenye meza. Mimi naanza. Wewe nitazamie. Sitomaliza dakika zangu zote, nitamwachia mwalimu hapo. Lakini naanza na ngapi? Nishaona naanza na 50. Sasa mimi kama nimeomba nafasi nisimame niongee, nilipenda andiko ambalo mmoja ya mchungaji alitoa, nikaona kwamba amewatapeli macho kidogo. Na kwenye amewatapeli ni wapi? Yohana 8:44. Ndio andiko alianza, tena ilikuwa ni andiko linamaliza mada kabisa. Kwa mtu mwenye kuwa na akili timamu, kama Paulo ni mtume wa kudeklare verbalema kwamba Paulo nimemtuma ni Yesu, akatoa aya Paulo ametokewa na Yesu. Lakini Paulo kabla hajatokewa na Yesu kuna habari alitoa. Yesu amesema katika Yohana 8:40. Sikizeni haya maneno. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yesu anaanza kusema kwamba nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Akasema kwamba sisi Waislamu ndio watoto wa Ibilisi. Ni utabiri Yesu aliprofetize. Sasa kama unataka kufaidika, sikiliza utafsiri wa Yesu. Endelea. Na tamaa za baba yenu, ndizo mpendazo kuzitenda. Yesu anasema kwamba yule baba alikuwa na tamaa, na zile tamaa zake ndio watu wanafuatia. Yesu anataka kutoa kigezo cha kwanza. Yule Ibilisi kwa kumjua alikuja na ishara gani? Endelea. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Yesu anasema wakati ule nabii, ule mtu wa uongo muuaji alikuwa, cha kwanza alipotokea alikuwa ni muuaji. Maana kumjua Ibilisi dalili yake ni muuaji. Endelea. Ndio. Wala hakusimama katika kweli. Tena huyo Ibilisi hakusimama katika kweli. Ya tatu, endelea. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Ya tatu, endelea. Asemapo uongo, na wakati anasema uongo, husema yaliyo yake mwenyewe. Anasema yaliokuwa yake mwenyewe. Yesu anapatia dalili hizi tatu. Mambo matatu kayajua, utakuwa unaelewa huyo Ibilisi aliyemsema Yesu ni nani. Ni nani huyo aliyekuja mwanzoni alikuwa ni muuaji? Matendo ya Mitume 26:9. Sikieni andiko. 26:9. Ndio sikieni walimu wanavyokwenda. Hapana kutapatapa venye vipo. Yesu alipotoa maneno alikuwa na dalili, alikuwa na sababu. Inasema ndio kweli. Ndio mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu. Paulo anasema hivi, naliona ndani ya nafsi yangu ya kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Kuna jambo la kwanza Paulo anasema alitenda mambo mengi yaliyopingamana na jina la Yesu Mnazareti. Endelea. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Akaanzia Yerusalemu kumpinga Yesu. Endelea. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza. Niliwafunga wengi. Paulo akawafunga wengi ndani ya magereza watakatifu. Endelea. Nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Na wakati alipewa amri na wakuu wa makuhani, na walipouawa, wale watu walipouawa, nani alitoa saini ya watu kuuawa? Endelea. Nalitoa idhini yangu. Paulo anaikuja mara ya kwanza, kitendo alichokitenda ni kuwaua watakatifu. Mwalimu alianza hoja la kwanza katika Yohana 16:1. Yesu akasema kuna mtu atakayekuja atawaua na atadhani kwamba anatolea Mungu kazi njema. Yesu akasema tena dalili ya shetani atakapokuja ataanza kuua watu. Tunamwona alikuja na dalili ya kuua watu. Nani? Paulo. Kumbe yule Ibilisi aliyemsema Yesu ni nani? Paulo. Dalili ya pili, Yesu akasema atakapokuwa anasema maneno atasema uongo. Ni nani yule alikuwa anasema maneno ya uongo? 3:7 Rumi. Huyo ndiye, lakini akairukia kidogo. Endelea. 3:7 Rumi. Ndio inasema kwa wale wanaosoma na kuandika. Ndio. Lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake. Paulo anasema ikiwa kweli ya Mungu inazidi kudhihirisha utukufu wake, kwa sababu ya uongo wangu. Ni kwa sababu ya uongo wangu. Yesu akasema dalili ya shetani atakuwa ni muongo. Pointi ya tatu, Yesu akasema anaposema uongo anasema yake mwenyewe. Kwa nini Yesu alitumia haya maneno? Kwanza Yohana 3:34. Ndio mwelewe kwamba Paulo Yesu kamtabiria katika mambo mabaya tu peke yake. 3:34 Yohana inasema hivi. Ndio. Kwa kuwa yeye alituma
aliyetumwa na Mungu, Yesu anasema yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, anasemaga maneno ya Mungu. Ndio maana Yesu alisema kwamba atakapokuja huyo ibilisi, maneno atakayoyasema si maneno ya Mungu, ni yake mwenyewe. Paulo, kwa kinywa chako uliyasema ya Mungu au umesema yako mwenyewe kwa upumbavu wako? Wakorintho wa pili 11:16, 17, 19. Wakorintho wa pili, sikia mada inavyokwenda. 11. Alafu kama yeye ni mchungaji sasa, alisema turudi na atarudi hapa. Akirudi hii andiko, maana yake mchungaji yuko poa. 11:15. Basi 11:16. Nasema tena, Paulo anasema, nasema tena, mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu. Mtu asidhani ya kwamba Paulo ni mpumbavu, maana alikuwa na akili timamu. Endelea. Lakini mjaponizania hivi, mnikubali kama mpumbavu, unikamate kama mimi Paulo ni mpumbavu. Kwa nini? Ili mimi nami nipate kujisifu ngaa kidogo. Maana yake Paulo alikuwa anahubiri ili apate kujisifu. Masifa ndio alikuwa anataka. Endelea. Ninenalo, anasema yenye niko nasema, haiko mwingine ndio anamsemea, yeye mwenyewe temua maneno yake. Ninenalo, silineni agizo la Bwana, silineni agizo la Bwana, haiko maagizo ya Mungu haya. Endelea. bali kama kwa upumbavu, katika ujasiri huu wa kujisifu. Maanake alikuwa anatumia maneno yake ya uongo kwa ajili ya kujisifu. Anasema kwamba haiko maneno ya Mungu. Kama si maneno ya Mungu alikuwa anayasema, alikuwa anasema maneno ya nani? 12:7 Korintho wa pili. 12:7 Korintho wa pili. Sasa mwenye alikuwa anampa haya maneno ndio kama mchungaji wenu, yeye anawapa shangwe zile za kanisani, haiko kwenye hoja. Lakini sikia Paulo anasema kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho. Wa kwanza Korintho wa pili 12:7.